Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema na kibali cha kwake cha kufika Jumapili ya leo tena ya tarehe 31. Nitumie nafasi pekee sana kumshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipa kutumika katika madhabahu yake katika wiki nzima. Mshukuru Mungu kwa ajili ya injilisti na parishweka na baraza la wazee na kamati ya injilisti na viongozi mbalimbali ambao Mungu ameweka katika kanisa lake. Nishukuru sana kwa kibali hiki ambacho nimeweza kupewa kuwatumikia watu wa Mungu katika wiki hii. Na mimi niwashukuru wale ambao tumekuwa pamoja katika semina. Kwa kweli mlikuwa mnakuja, namshukuru Mungu kwa ajili yenu sana. Mliletea moyo hata nilichokuwa naandaa nakuta watu huko ndani wa kutosha. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili yenu sana watu wa Pembe. Nishukuru praise team, watumishi wenzangu, tumetumika pamoja katika wiki hii. Mungu awabariki, Mungu akubariki dada kwa huduma yako. Niwashukuru wana maombi ambao walikuwa wanaomba kabisa, kama wao wanaomba, wamejifungia wanaomba. Mungu awabariki sana kwa maombi yenu mazuri. Nimshukuru kila mmoja kwa nafasi ya kwake ambayo Mungu amempa nafasi ya kuwepo katika semina hii. Na mimi nisaidie kumshika jirani yako mkono, mwambie mtumishi anasema Mungu akubariki. Sio simwambie Mungu Bwana. Kwa unaona namna hiyo, mwambie mtumishi anasema Mungu akubariki. Amen. Tunatukuza Mungu aliye hai kwa ajili ya haya. Tumekuwa na darasa zuri katika wiki hii kwa wale ambao wamehudhuria. Tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema mambo muhimu ya kufahamu kuhusu kesho yako. Na tumetoka mbali, ni mahali ambapo hatuwezi tukarudi tulipotoka, mambo ya kufahamu kuhusu kesho yako. Lakini kumbuka wale ambao tulianza nayo Jumapili, kuna mahali Mungu amekutoa, kuna mahali Mungu amekufikisha, na kuna mahali Mungu anafanya nini? Anakupeleka. Hilo lazima ujue. Kuna mahali Mungu amenitoa, kuna mahali Mungu amenifikisha, na kuna mahali Mungu amenipeleka katika maisha yangu. Hilo ni jambo la msingi, na tukasema hakuna mtu mwenye kesho ndogo. Tulimwangalia Daudi, Biblia inasema Mungu alimtoa akiwa anachunga kondoo, akamfanya kuwa mfalme kutoka kuchunga kondoo. Jumapili nikasema kutoka kuchunga kondoo kuwa mfalme sio kitu chepesi. Tulitegemea awepo mfalme katika ndugu zake walikuwa wapiganaji wazuri wa vita, walikuwa ni askari wazuri wa vita, lakini wakati Mungu anamwambia mtumishi wa Mungu ampake mafuta Daudi, hata kwenye ile ibada ya kupaka mafuta Daudi alisahaulika, ndugu zake wote walipowepo. Kwa hiyo Biblia inasema akaenda kuitwa, alikuwa machungani. Kwa hiyo ni mtu ambaye inawezekana hata wazazi wake walikuwa wamemkatia tamaa, kwa sababu kama walikuwa na imani atakuwa mfalme, kwenye ile ibada wasingemwacha, wangemwambia nenda, acha hizo kondoo, njoo kuna ibada maalum ya kupaka mafuta. Lakini Daudi alikuwa anachunga. Kwa hiyo nikasema Mungu anaweza kumuinua mtu, haijalishi unalia leo, haijalishi ndugu zako wamekukatia tamaa, haijalishi wazazi wamekukatia tamaa, haijalishi kwenye familia umekataliwa, lakini neno jema tulilo nalo kwenye madhabahu ni kwamba Mungu anawaza mawazo mema kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo huna haja ya kukata tamaa, huna haja ya kurudi nyuma. Sasa tulikuwa tuna mambo kadhaa tulikuwa tunaangalia hapo kuanzia juzi. Kwa tunaangalia mambo ya kuzingatia ili uweze kufika kwenye kesho yako kubwa. Angalau naendelea na mambo machache. Tulisema jambo la kwanza, hakikisha kuwa Mungu yuko na wewe na amekutangulia mbele yako. Ni jambo la msingi tulilozungumza. Hakikisha kuwa Mungu yuko na wewe na amekutangulia mbele yako. Tulisoma Mwanzo 39 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Hakikisha Mungu yuko na wewe. Lakini jambo la pili ambalo tumekuwa tukisimama nalo ni Mungu kukutangulia mbele yako. Tuanze kwenye kitabu cha Kutoka 13, walau tusogee kidogo. Naomba fungua Biblia yako, kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 21 na 22. Kutoka 13 mstari wa 21 na 22. Tufuatane pamoja kwenye ile darasa tena. Kutoka 13 21 na 22 anasema maneno haya: Bwana naye akawatangulia. Hebu sema Bwana naye akawatangulia. Mko wengi sana, naomba hiyo sauti yako nzuri itoke. Sema Bwana naye akawatangulia. Anasema Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Hili neno Bwana naye akawatangulia. Kumbuka, anawatangulia wanaenda wapi? Anawatangulia wanaenda kwenye kesho yao. Kwa hiyo nilikwambia jana,
ya kwamba hakikisha Mungu amekutangulia kwenye safari ya kwako. Na nilisema jambo moja, nikasema kesho yako haiko nyuma, iko mbele. Wewe unahitaji mtu akukutangulia ili uweze kufika kwenye kesho yako. Ili Israeli aingie Kanaani, ilibidi Mungu amtangulie, Na nilikuonyesha nikasema Mungu akimtangulia, tukasoma kile kitabu cha Isaya. Angalia Isaya 45. Wale ambao tuko tuone pamoja hapo. Isaya 45 nianze mstari wa pili. Isaya 45 mstari wa pili. Isaya 45. Kutokana na muda nianze mstari wa pili hapa. Isaya 45 mstari wa pili, fungua tena Biblia. Anasema hivi, nitakwenda mbele yako. Hebu sema nitakwenda mbele yako. Sema kwa sauti ya maombi yako. Sema nitakwenda mbele yako. Huyu ni Mungu anamwambia Koreshi masihi wake. Anamwambia nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Mungu anasema nitakwenda mbele yako. Swali langu, nani aliyekutangulia wewe? Nilisema kwenye semina, tuna watu kilichowatangulia ni Mungu. Kuna watu kilichowatangulia mbele yao ni mapepo. Israeli anasema hivi, baada ya Musa kukawia kushuka kwenye mlima, wakati Mungu anampa Musa amri, Biblia inasema Israeli wakamfuata Haruni, wakamwambia nenda katutengenezee miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa sababu Musa huyu aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Hicho ni kitabu cha Kutoka 32 mstari wa kwanza. Wanasema katutengenezee miungu itakayokwenda mbele yetu. Kwa hiyo Mungu asipomtangulia mtu, uwe na uhakika kuna roho za giza zinaweza zikamtangulia mtu, na hizi roho za giza zikimtangulia mtu, kuna uharibifu unafanyika mbele ya huyo mtu au katika maisha yako. Kwa hiyo Mungu anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Mungu anasema nitakwenda mbele yako. Sasa anazungumza hapa, tukao tunajifunza pia, tukasema Bwana akimtangulia mtu anafanya nini mbele yake? Tulikuwa tunajiuliza hilo swali. Mungu akimtangulia mtu anafanya nini mbele yake? Tukaona jambo la kwanza, Mungu akimtangulia mtu, jambo la kwanza analolifanya ni kumuonyesha njia. Mungu anakuonyesha njia. Sawa sawa na Kutoka 13 tulioisoma, turudi pale Kutoka 13 mstari wa 20 na 21 na 22. Nasema hivi, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo. Alafu anasema sababu ili awaongoze njia. Hebu sema ili awaongoze njia. Rudia tena kwa sauti, sema ili awaongoze njia. Kwa hiyo lengo la Mungu kuwatangulia Israeli mbele yao ni ili kuwaongoza kwenye njia. Kwa sentensi nyingine, Mungu alitaka kuwaonyesha njia wanayotakiwa kupita wafike kwenye kesho yao. Na mimi nilisema kwenye semina, tuna watu tunapita kwenye njia ambazo Bwana hakukusudia tupite, na hiyo njia inawezekana mwisho wake ni kwenye mauti. Hiyo njia inawezekana mwisho wake usifike unapotakiwa kufika. Kwa hiyo ombi letu tunakuwa tunamwomba Mungu kwamba Mungu, ninaomba tangulia watoto wangu, nitangulie Bwana, unionyeshe njia ninayotakiwa kujua. Na mimi nataka nikuambia kwenye hii madhabahu, usijifanye unajua njia. Mwambie jirani yako, usijifanye unajua njia. Anasema iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Iko njia shetani anaweza kukuonyesha ya kwamba mama fulani, pita hapa, unaenda kwenye kesho yako, lakini kumbe shetani ameleta uharibifu mbele. Kwa hiyo nini tunachotakiwa kumwomba Mungu? Ni Mungu, naomba nionyeshe njia. Mungu, nimeanzisha biashara, lakini njia hii biashara inawezekana sijui. Mungu, nifundishe nipite wapi, nifanye nini? Zaburi 32 fungua anasema, Zaburi 32 tusome. Zaburi 32 anasema, Zaburi ya 32 mstari wetu wa 8. Zaburi 32:8. Angalia kitu Biblia inasema, anasema hivi, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakufundisha na kukuonyesha njia. Hebu sema na kukuonyesha njia.
Kanisa, nisikie sauti yako, sema na kukuonyesha njia utakayoiendea. Swali, ulishawahi kumuomba Mungu akuonyeshe njia ya kuiendea? Yohana anasema tuna watu tunafikiri tunajua njia. Mimi nasema hivi, niliwaambia wale wako kwenye sema, kuna kiwango unaweza ukawa umefika cha kibinadamu na ukajisifia kama mtusha Bwana, namshukuru Mungu nimefika hapa. Lakini Mungu akikuangalia kwenye hicho kiwango, hata hujaanza safari. Yaani kuna kiwango unaweza kusema mimi nimefanikiwa. Nisikilize, Mungu akikutazama anaona hata safari yako ya mafanikio hujaanza. Kama ulizo Ibrahim, mimi nasema Ibrahim wakati Mungu amemuita, anamwambia toka kwenye nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakao kuonyesha. Ibrahim alikuwa tajiri. Ibrahim alikuwa na mifugo. Ibrahim alikuwa na wafanyakazi, ndio maana wafanyakazi waligombana na Lutu. Wafanyakazi wa Lutu na Ibrahim wakagombana kwa sababu walikuwa na mifugo mingi. Lakini bado Mungu anamwambia Ibrahim, toka, alafu ukishatoka nami Mungu nitakubariki. Sikiliza, unaweza ukajiona umefika lakini hujafika. Kama mwenzako hujafika, angalia basi usome mambo hujafika. Ndio maana Paulo akasema neno moja, nakaza mwendo, nikasahau yale ya nyuma. Kuna kitu nakitazama mbele. Na sikilize, tatizo lako unatembeaga na watu ambao umewazidi. Ndio maana nakupetipeti boss, tajiri. Tembea na walio kuzidi ndio utajua hujafika. Kwa sababu unaitwa boss, unaona mimi nimefika. Kuna walio kuzidi. Niko naongea na jamaa mmoja, tuko naye na rafiki yangu pale Tabora. Akasema tuishi kwa siku inaibika sana. Akasema shida ni, akasema sisi tuna kikundi chetu cha kushindana kwa ajili ya maendeleo. Akasema kipindi hali hizi zimetoka, akawa kwanza kwenye ile kundi kununua hali. Alafu anasema nikamtembelea rafiki yangu mmoja asubuhi. Nikamwambia gari yangu imefika ni hali. Nzuri ndio imetoka. Alafu mwenzake akamwambia gari sana. Alafu akaenda kumwambia hebu njoo. Akafungua mahali anapopaki magari, akakuta kuna V8 iko pale ndani imepaki. Alafu jamaa akasema nililoa mwili mzima, nikaona sijafika. Mimi nilikuwa naridhisha nimefika, kumbe sijafika mahali popote. Mwenzangu ana V8 amepaki, amenyamaza, mimi nina haria. Changamoto yako unatembea na watu walio wazima, ukipita bosi unajiona umefika, kumbe hujafika. Kuna mahali ukienda hata kuongea unaona aibu. Hata ni nyamaza. Hapa kuna watu wamejisidia cha nyamaza kitu. Nini Mungu anataka na kufundisha kwamba kuna mahali Mungu anataka kukupeleka zaidi ya ulipo sasa. Kuna viwango vingine, kuna viwango. Okay, siku moja nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja naye. Akaniambia kitu cha ajabu sana. Akasema mtumishi, mimi nalipo mshahara, nalipo karibu milioni 3. Anasema kwenye familia na watu ambao wamenizunguka mimi naonekana ni tajiri. Yaani milioni 3 nalipo, nani analipo milioni 3 baada ya hiyo ni take home, makato unaweka pembeni, hiyo ni take home milioni 3. Akasema sasa siku moja nikamtembelea rafiki yangu, nimemaliza naye chuo. Nilipomtembelea akaniambia rafiki yangu nataka niache kazi kwenye ile kampuni. Nikamwambia shida nini? Akasema mshahara kidogo. Nikamwambia kwa nini unaacha kazi, mshahara ukoje? Akasema naona wananilipa milioni 8, naona kwa kitu nilicho nacho na fedha ninazoingiza kwenye ile kampuni ninaona kama ninamaliza nguvu zangu. Analipwa milioni 8, anataka kuacha kazi. Kuna anayelipwa milioni 3, siku nyingi kumshukuru Mungu, lakini bado wanalipa shida. Mambo hapa shida. Na waambia watu ndio wachoka, usikubali kufa na mshahara wako. Kuna mtu hapo ofisi, unaenda kwenye ofisi moja, unakuta kuna mtu analipa milioni 7, kuna mtu analipa milioni 3, kuna mtu analipa bilioni, kuna mtu analipa laki 6, na kuna mtu analipa laki 3. Alafu laki 3 amerelax sasa. Yesu asante. Hii inatosha. Inatoshaje? Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako bado. Kwa hiyo Mungu anataka kukuonyesha njia. Jambo la pili tulilozungumza, tulisema Mungu akimtangulia mtu anafanya nini? Anamfungulia milango mbalimbali mbele yake. Kitabu cha Isaya tulichosoma, turudi kwenye Isaya 45 tuone mambo kadhaa. Isaya 45 mstari wa kwanza.
anakufungulia milango. Anasema haya ndio Bwana amwambia Koreshi masihi wake, manake mpaka mafuta wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake. Nimesema ili kufungua milango mbele yake. Kwa hiyo Mungu akimtangulia mtu kule mbele, anafungua milango, anafungua milango. Kuna mahali unatoka kupita. Nisema kwa unajua kuna kitu ambacho tunakionaga lakini hatutaki kuamini Biblia iliandika. Nisikilize. Tutakubaliana. Rais hawezi kwenda mahali akatangulia kabla hawatangulizi. Unajua bwana? Rais hawezi kwenda mahali aje akatangulia akawa kasema mimi ndio nimekuwa kwanza, nataka nione anayechelewa. Haiwezekani kitu kama hicho. Lazima watangulizi, inawezekana hata mwezi mzima kabla au miezi miwili wanaenda kutangulia. Lengo lao ni nini? Kutengeneza mazingira yakae sawa. Akija anakuta kila kitu kiko sawa, kila kitu kimeshakuwa vizuri. Maana yake na Mungu na yeye akikutangulia anasema mnaposawazisha mahali palipoparuza. Maana yake kama kuna kitu mbele yako hakiko sawa, maana yake Mungu anakiweka sawa. Unashangaa unapita mahali, unasema mtumishi, nimepitaje hapa? Nimepitaje kwenye mlango? Nimeingiaje kwenye hiyo ofisi? Nini? Alitanguliaga Bwana akakufungulia milango. Alitanguliaga Bwana akakupa kibali. Na mimi ni maombi yangu kwa Bwana ya kwamba Mungu mwaka huu akutangulie, akufungulie milango iliyofungwa. Ufunuo 3. Tusogee. Ufunuo 3. Mstari wa 8. Ufunuo 3:8 anasema haya. Ili ni kanisa linaandikiwa. Najua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Anasema mlango uliofunguliwa mbele yako. Sio mzuri sana. Mlango uliofunguliwa mbele yako. Kuna milango iliyofunguliwa. Nilikuwa naambia leo kwenye semina, tuna watu, tuna familia, kuna aina ya milango imefungwa, hawapitani hapo. Hata ujitahidi namna gani, hata ufanye nini, Biblia inasema nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Maana aliyefungua huko mbele, sio nyuma. Aliyefungua ni Mungu aliye hai. Kwa Mungu akitutangulia, jambo la pili anakufungulia milango. Sasa sitaki kutaja milango, tuingie jambo la tatu. Tuingie jambo la tatu tumalize. Tuingie jambo la tatu. Mungu akitutangulia anafanya nini? Hapa ndio somo langu la leo. Na wale ambao tuko kwenye semina, andika jambo la tatu. Mungu anafanya nini akikutangulia mbele yako? Hili ndio somo langu la leo. Andika jambo la tatu. Mungu anapomtangulia mtu, anamtangulia kupigana vita yako. Anakutangulia ili kupigana vita mbele yako. Ili kupigana vita mbele yako na kukuondolea maadui waliosimama mbele yako. Na kukuondolea maadui waliosimama mbele yako ili kukuzuia usiende kwenye kesho yako. Naomba uniazime masikio yako kwa dakika kama 10 nimalize. Kwa nini Mungu anamtangulia mtu? Ziko sababu Biblia imeandika. Sababu ya kwanza, sababu ya tatu ni Mungu anakutangulia kukupigania vita mbele yako na kukuondolea maadui waliosimama mbele yako ili kukuzuia usifike kwenye kesho yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 1:30, kila mmoja afungue mstari. Kumbukumbu la Torati 1:30. Kumbukumbu la Torati 1:30. Kumbukumbu la Torati 1:30. Mungu anakutangulia kukupigania vita mbele yako na kukuondolea maadui waliosimama mbele yako, kukuzuia usifike kwenye kesho yako. Kumbukumbu la Torati 1:30 anasema, Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu. Sikiliza vizuri mstari. Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayewapigania. Hebu sema, ndiye atakayenipigania. Rudia liwe ombi lako. Sema, ndiye atakayenipigania. Anasema Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayefanya nini? Wapigania. Kwa hivyo mbele yako, wakati unaenda kwenye kesho yako, kati ya jambo ambalo shetani ameliandaa ni watu wa kukuzuia mbele. Vita vipo.
Nisaidie kumwambia jirani yako kwa herufi kubwa. Sisi tunazungumzaje kwa herufi kubwa? Lakini mwambie vita vipo. Ongea naye tena kwa herufi kubwa zaidi. Mwambie vita vipo. Mungu anasema hivi. Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu ndiye atakayewapigania. Maana yake nataka kuwaambia wana wa Israeli, mbele kuna vita, mbele kuna maadui. Fungua na mimi kitabu cha Yoshua, alafu tuanzie hapa. Kitabu cha Yoshua, kitabu cha Yoshua. Yoshua 1:5. Yoshua 1:5. Fungua na mimi tena nikusomea hapa. Wewe ufuatilie tu hapa. Yoshua 1:5. Kitabu cha Yoshua 1:5. Anasema hivi, hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Hebu sema kusimama mbele yangu. Tamka kwa sauti, sitaki watu wasinzie. Sema kusimama mbele yangu. Sema hapata kuwa. Rudia tena, sema hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yangu katika jina. Na hiyo hivyo kwa swali, mbele ya mtu, mtu anayesimama mbele anafanya nini? Usisome maandiko kwa haraka. Mtu akisimama mbele yako, sio msawa. Lengo lake ni nini? Niangalie lengo la huyu mtu. Aidha kama nina mwendo amesimama mbele yangu, lazima nisimame. Tuko pamoja? Lazima nisimame. Lakini lengo la pili la adui akisimamisha watu mbele, lengo ni kuzuia mtu aliyekuwa anataka kupita anaenda kwenye kesho yake asiende kwenye kesho yake. Mungu anamwambia Yoshua, mtumishi wa Bwana. Mungu anamwambia Yoshua baada ya Musa kufa, ya kwamba Musa mtumishi wangu amekufa. Chukua wana wa Israeli, wewe ndio utakayopeleka katika nchi ya ahadi. Lakini anamhakikishia jambo moja. Anasema hapata kuwa na mtu yeyote, maana yake anazungumza habari ya maadui. Ya kwamba mbele kuna maadui. Lakini hakuna mtu atakayesimama mbele yako kukuzuia Yoshua. Unisikilize watoto wa Mungu, tumalizie hapo. Kuna watu wamesimama mbele, wanawazuia wasiende kwenye kesho yao. Na wajua hapata kuwa na mtu. Maana nisikilize kwa makini. Mungu anatumia watu. Nisikilize. Mungu anatumiaga watu na shetani anatumiaga people hivyo hivyo. Mwambie jirani yako, Mungu anatumia watu. Angalia vizuri kwa makini. Mwambie Mungu anatumiaga watu. Mwambie na shetani anatumiaga people. Nakupa hiyo. Watu wengi wanafikiria kuna siku shetani atakuja, mimi ndio Lucifer na mapepo. Watakuja hawa wanaocheka na wewe, wamevishwa ndani yao kuna roho ya adui. Kuna mtu anaweza kukaa mahali kupandisha cheo, nakwambia kweli. Niko na mara mmoja akaniambia kuna mtu alijiapiza, akasema nisikilize wewe, maadamu niko kwenye hiyo ofisi upande cheo, anamwapi. Akasema mtumishi yule mzee alikuwa anaangalia kwa ujasiri. Akaniambia maadamu mimi niko, unafikiri ni mtu wa kawaida? Ndio maana watu wa Mungu mnisikilize kwa makini, niwafundishe kitu Mungu anachoniambia ndio ongeza. Mpende kila mtu, usimwamini kila mtu. Mambo ni mpende kila mtu. Biko kwa wasomea andiko msema nimetoka nalo kwa fungua Mathayo. Fungua Mathayo. Mathayo 10:36. Mathayo 10:36. Mathayo 10:36. Angalia mtasema, anasema hivi. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani. Adui za mtu ni wale, kwa tafsiri hii, ni wale wanaokujua. Hawezi kutoka mtu Dodoma akaja kukupiga vita Mwembe. Hawezi kutoka mtu wizara ya elimu, wewe uko wizara ya madini, akaja kukupiga vita kwenye wizara
wale tuko nao, wale tunaocheka nao. Ndio maana nataka niwasaidie Wakristo kuwa makini. Shetani hutumiaga watu, na waliofunga watu ni shetani anatumia watu hao. Unashangaa mtu kabisa, unasema huyu mtu amefungwaje na shangazi yake? Shangazi anafungaje mtu? Kuna kisa sio kimoja wala viwili nishakutana navyo vya ajabu sana. Siku moja alikuwa anamwambia jamaa mmoja. Yule jamaa alikuwa amepigika kwenye uchumi sana, alikuwa na vitu vingi, amefanikiwa. Ghafla akaanza kudrop, alikuwa na magari, ana hizo special years na makosta kusafiri. Ghafla yule jamaa akaanza kuuza kitu kimoja, akabaki zero. Na yule jamaa anasema mke wake Mungu alikuwa amembariki, anafanya kazi kwenye kampuni kubwa, kwa ndo alikuwa anatunza familia, ndo anayesomesha watoto, ndo anayenunua kila kitu. Kwa kina mama wenye roho za namna hii, Mungu awabariki katika jina la Yesu. Hawapo wakina mama wakina baba, ngoja niseme kina mama ni wachache. Kama mama anaweza kununua vitafunwa asubuhi, karudi jioni akamwambia nimekopa hela kwa jirani, nirudishie hela yangu, ile atasomesha watoto. Siku umesahau acha kodi, anakuambia kabisa, umeona tumekula wali, nimekopa kwa mama fulani, naomba hela yangu nikarudishe. Kumbe ni yako akaficha mahali, lakini hataki yako itumike. Mwangalie mama leo kana anamwambia habari ya usiku. Kwa hiyo huyu baba akapita kwenye changamoto kubwa sana. Tulipokutana mahali fulani nafundisha semina, akaja akanieleza matatizo anayopitia. Tukaanza kufunga na yule jamaa, alafu tukawa tunaonana usiku, kila siku kama usiku tukawa tunaonana pale pamoja kwa ajili ya kuomba. Tunaomba Mungu, kitu gani kimesababisha yule jamaa ametembea kutafuta nini, hajapata majibu. Tukasema sasa tunamuuliza Mungu, tatizo ni nini? Wakati tunaomba, nakumbuka ile siku moja tuko pale kwenye madhabahu tunaomba, Mungu akaniletea picha ya mwanamke, ameniletea picha ya mwanamke, na Mungu akaniambia huyu ni mama yake mzazi, ni mama yake. Yule mama anaenda kwa mganga. Sasa ile kitu simuelewa, nikamwambia Mungu, mimi simwamini jamaa, hakuna kitu naogopa kama kumbanisha mtu na mtu. Kwa nikamwambia Mungu, sema naye kwa namna utakavyosema, ila mimi simwambii chochote. Tumemaliza siku mbili baada ya maombi, mdogo wake mmoja akampigia simu kwa kijijini, akamwambia kaka, kuna kitu nataka nikuambie ambacho kinaniumiza moyo wangu kwa muda mrefu. Akasema mdogo wangu niambie. Akasema ila usimwambie mtu yoyote. Akasema sawa. Akasema mama anakuchukia sana, mama mzazi aliyemzaa anakuchukia sana. Anasema kati ya watoto ambao hataki ufanikiwe ni wewe, na ukimpaga hela zako anaenda kwa waganga. Mama mzazi akasema, akanipigia simu za mtumishi, dogo ameniambia kitu, nikamwambia okay, simwamini sana dogo, tumuombe Mungu. Unajua unataka usikomalishe mtu na mama yake, na kumalisha mtu na mzazi wake, unataka simwamini sana dogo, lakini Mungu ameshanisemesha. Na tunataka nikwambie, tusiendelee na story. Na tunataka nikwambie ni kwamba unaweza kufikiri aliyekufunga yuko mbali. Daudi anasema msiri wangu aliyekula chakula changu ameniinulia nini? Kisigino. Aliyemsaliti Yesu alikuwa ni Yuda, mwanafunzi wa nani? Wao wanasema masharti zangu wakufa na kuzikana. Tuone. Andika Zaburi 41:9. Mathayo 16 nisome 21 mpaka 23. Mathayo nikuonyesha habari ya mtu. Mathayo 16:21 mpaka 23, tusogee mbele. Mathayo, kitabu cha Mathayo 16:21 mpaka 23, anasema maneno haya. Anasema tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu akafufuka. Petro akamchukua. Cheka nasema Petro akamchukua Yesu. Cheka ujasiri wa Petro. Si kama ulisoma ile andiko linaloandikwa. Petro akamchukua. Maana yake alimtoa pembeni akamwambia njoo hapa Yesu, njoo. Hapo anasema akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Mstari wa 23, akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, kikwazo kwangu, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Sasa sikiliza, Yesu akamaanisha Petro ni Shetani.
ila Yesu alijua anayeongea ndani ya Petro. Ukisoma hapa juu kidogo utaona Petro, Yesu anauliza wanafunzi wake, watu wanasema mimi ni nani? Petro anapata ufunuo, anasema mwana wa Mungu aliye hai. Petro, Yesu anamwambia sio damu na nyama zimekufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni. Masaa machache baadaye Petro anaambiwa, rudi nyuma yangu Shetani. Unisikilize, katika mahusiano tulionayo, ombea sana marafiki zako, ombea sana ndugu zako. Kwa nini? Kuna wakati Shetani anaweza kudaka. Andika mambo yafuatayo uondoke zako. Andika mambo yafuatayo. Maadamu kuna mahali Mungu anakupeleka. Andika, maadamu kuna mahali Mungu anakupeleka au amekusudia kukupeleka, lazima utakutana na upinzani. Andika jambo la kwanza, maadamu kuna mahali Mungu anakupeleka, lazima nitakutana na upinzani. Mahali unaenda pamekuwa tishio, lazima utakutana na upinzani. Lakini jambo la pili, andika kwa haraka, tuende nyumbani. Andika kwa haraka. Hakuna vita isiyo na sababu. Hakuna vita isiyo na sababu. Hakuna vita isiyo na sababu. Sasa nataka niwasaidie wale watu ambao wanasema, mtumishi wa Bwana, wananipiga vita, mimi sijafanya kitu chochote, sijawakosea. Mimi sijui nina shida gani. Sijui kwa nini. Hakuna vita isiyo na nini? Mwambie jirani yako, kila vita ina sababu. Ongea naye kwa sauti, mwambie kila vita ina sababu. Mwambie kuna kitu wamekiona mbele, wanakupiga vita. Hakuna mtumishi wa Bwana, mimi sijui nimewakosea nini. Mimi sina shida nao, hawawezi kukupiga vita bila. Jambo la tatu, andika. Jambo la tatu, andika. Jambo la tatu, andika. Vita isikufanye. Vita isikufanye kuacha ulichokuwa unakifanya. Vita isikufanye kuacha ulichokuwa unakifanya. Manake vita isikuahirishie vitu. Amalizia hapa. Vita isije kukuahirishia vitu. Ulikuwa uko kwenye ndoa, alafu vita inainuka, alafu unasema mtumishi, nataka niache ndoa. Mtumishi wa Bwana, nilikuwa nafanya biashara, vita imeinuka, nataka niache biashara. Nisikilize, nataka nitengeneze mioyo ya watu asubuhi ya leo. Nisikilize, vita vipo, na kwa sababu vita vipo, hatuahirishi kitu chochote. Kama nilikuwa kwenye ndoa, vita imeinuka, napambana na hiyo ndoa mpaka kieleweke. Kama nilikuwa kwenye biashara, niko kwenye biashara, nimekutana na vita, nataka nikusaidie. Usiache kufanya chochote kwa ajili. Kuna watu, nilikutana na mtu, anamtumisha Bwana, naomba uniombee. Kabisa shida gani? Anasema niombee, nataka niache hii kazi, Mungu anihamishe ofisi nyingine. Nikamwambia kwa nini? Akasema mtumishi, pale ofisini nakutana na vita. Nikamwambia hata huko unapokwenda kwenye hiyo ofisi nyingine hakuna malaika, kuna wanadamu kama hao, na wanaweza wakatumiwa na Shetani kuinua vita. Kwa hiyo hakuna kuondoka mahali ulipo. Na kwa nini wanatupiga vita? Wanatupiga vita kwa sababu sisi ni wa tofauti. Mwambie jirani yako, mimi ni wa tofauti. Ndio shawara, niombe, niachane na wewe mwanaume, nipate mwanaume mwingine. Wewe unaenda kupata nani? Malaika Gabriel? Ni malaika Gabriel. Ni malaika Gabriel. Unasema unaruka mkojo. Niombe, wewe Mungu amenishika, nipate mwanaume mwingine. Sikiliza, nilisema Jumapili, hata wewe unafikiri ni mzuri, mimi nakwambia na madhaifu yake. Hata ukisema mtumishi wa Bwana, ninaomba Mungu anipe mume kama wewe, mimi naomba yule mama anaweza akafungulia kurasa. Nini nachotaka? Kama mmeshaelewana na mwenzako, koma. Mwambie mtulie naye, koma. Koma. Mwambie mwenzako basi eleweke. Hapa ni Shetani tu anacheza. Sikiliza, hakuna namna tunaweza tukapigana vita. Sikiliza, hakuna ndoa iliyoanza vibaya. Hakuna wapendanao walioanza vibaya. Mpaka mlikuja kwenye madhabahu, mlianza na I love you.
mlianza na maneno mazuri, mlianza na tabasamu zuri, lakini nini kimekuja kuharibu? Shetani. Mwambie mwenzako ni shetani. Mwambie wala sio mama mkwe, wala sio mawifi, ni shetani ameingia kwa mawifi, anataka kuharibia. Nataka nikusaidie mahali Mungu alipokuweka. Mwambie mwenzako ninakomaa. Bwana unakomaa? Mtumishi bwana, bora nirudi kijijini. Unaenda wapi? Kijijini ndio kwani? Wewe unaenda? Vita isikwaishi. Kati ya kitu ambacho nimejifunza kwenye maisha, hakuna kitu utafanya nisipigane vita. Kwa hiyo nimejipanga, najua kabisa Shetani hawezi kuruhusu nipite kirahisi namna hii. Kuna wakati tutapigana naye vita. Kuna wakati vita itaondoka. Wana wa Israeli, ngoja niwaambie siri ya ajabu. Pamoja na kwamba Mungu aliwatangulia mbele yao, maadui walikuwepo au kuwepo? Sasa nataka kusema, andika jambo la mwisho. Ile kwamba unakutana na vita, ile kwamba ninakutana na vita, andika jambo la mwisho. Yanifungue kila kitu tuombe. Ile kwamba ninakutana na vita, sio kwamba Mungu ameniacha. Andika. Ile kwamba ninakutana na vitu na mistari yake, wewe andika tukatafuta. Ile kwamba nakutana na vita, sio kwamba Mungu ameniacha. Mungu yuko na mimi. Kuna mtu anakutana na vita, yuko hapa kwenye ibada, anasema Mungu wangu bora ameniacha. Mungu hajawahi kumwacha mtu. Mungu bora ameniacha. Alafu namuuliza, kwa nini unasema Mungu amekuacha? Haiwezekani, Mungu yuko pamoja na mimi, alafu nakutana na vita. Nisikilize. Hiyo ni perception ambayo ya watoto wachanga kiroho. Hili ni sababu mimi, ile kwamba mimi nimeokoka, siku mtu anakuambia, mtumishi wa Bwana nimeokoka na nena kwa lugha, nakutanaje na vita? Ile kwamba tu umeokoka ni vita. Kwa hiyo vita vipo. Ile kwamba unakutana na vita sio kwamba Mungu amekuacha. Kuna kitu, lakini pia niseme neno hili. Vita inaweza kutumika kukuandaa na kukufanya uwe imara. Atende vizuri. Kuna kipindi ulikuwa ukigombezwa kidogo unalia. Yaani mwenzako akikosea kidogo naanza kulia. Sawa? Anakugombeza unalia. Kuna kipindi ulikuwa uweze kuvumilia mambo. Lakini cheki, baada ya Mungu kukukomaza mikiki. Sasa hivi hata usikie ni mambo yake. Nasema wapi? Tunaendelea. Afanya nini? Sana mibanda na kwa mazao na naweza. Lakini ukisikia tu unaomba kwa kusimama na mama fulani. Akirudi. Sasa ngoja kwa Mungu kwa nini anawapitisha wana wa Israeli kwenye njia yenye vita? Alisema hivi, anawapitisha njia fupi, wangeenda kukutana na vita, alafu wangerudi Misri. Lakini Mungu akawapitisha njia ndefu, wakutane na maadui ili waimarishwe. Nisikilize, vita vinatuimarisha. Kuna watu ni sugu, hata kutana na vita gani na mtumishi na komaa. Mtumishi hata hii bwana ndogo. Kuna makamanda, mwambie jirani yako kuna makamanda wa Yesu. Mwambie kuna makamanda wa Yesu. Haangalii vita, bali anajua ni sehemu ya kujiimarisha. Ni sehemu kuna mahali ninaenda. Kwa Mungu lazima aniandae. Lazima nijipange vizuri kwa sababu kule ninapokwenda ni pazuri. Nisipojipanga hapa, maana vita inatuimarisha. Mungu anataka angalie moyo wako umekuwa. Kuna watu wana mioyo ya sugu. Njoo piga kofi, anakugeuza na kumwambia piga na hivi. Hakuna kitu kilikuwa kinaniwezaga huko mwanzo kama maneno. Nikisikia mtu anasema baba alikuwa anapata shida. Hata kama alikuwa anaenda kuhubiri na vurujika kwenye maisha. Kwa nini wewe amenisema? Afu nataka kumwataki. Mungu akanitengeneza kwa namna alivyonitengeneza. Akanitengeneza kwa kipindi watu wakanisema vibaya mahali fulani. Kabisa, nilisema vibaya mchafua. Halafu nikaomba Mungu, nikamwomba Mungu akaniambia kuna kitu na kuimarisha nacho. Mungu akaniimarisha. Alafu mmoja wao akaja. Akaniambia mtumishi, na shida na wewe nikueleze mambo yalivyo. Alafu wakati naomba Mungu akaniambia huyo ni mmoja wapo, sema tu amekosana na wenzake. Angalia, huyo ni mmoja wao, amekosana na wale wenzake walikuwa wanakusema, wanataka kuleta maneno. Huyo ni mmoja wao. Nikamwambia sina haja ya maneno. Chana na mimi. Mpaka leo sijawahi kumsikiliza. Sasa njoo nikwambie, sitaki. Wewe ni mmoja wapo. Sema tu mmegombana. Ni kweli kabisa. Yule alikuwa ni mmoja wapo. Waligombana, anataka kurudi kwao. Kwa hiyo kuanzia kipindi kile Mungu
Mungu akautengeneza moyo wangu, hata unimwagie mavi, mimi naenda kuoga na rudi kanisani. Mama, si wamepewa kinywa, kazi ya kinywa nini? Sasa kuna nazuia watu kusema. Nazuia watu kusema, kazi ya mdomo ni nini? Kusema. Na kama kazi ya mdomo ni kusema, acha waseme, lakini endelea na unachokifanya. Mawifu wanakusema, mbona unaishi na kwenye ndoa? Wewe unapata sadaka la Mungu. Unapata sadaka. Unaweza kuendelea. Hakuna kuacha. Hakuna kuacha. Na ukiona kitu chochote ulichoanzisha kina vita kwa mama, shetani ameshaona mbele kwa wewe. Umeanzisha biashara ukaona vita, mwambie shetani ala, kumbe ina matokeo. Kwa sababu shetani anapiga leo, maana ameshaona matokeo kule mbele. Ukiona kitu chochote unaanzisha kina vita, shetani ameshaona kesho ya hicho kitu. Kwa anataka kukatisha tamaa. Leo nini? Uache. Alafu kisha acha, unakwama kwenye zile baraka ambazo Mungu alikuwa amekusudia. Kwa hiyo chochote unachokutana nacho, moyo wako uimarike. Mwambie Mungu niimarishe nisonge mbele. Biblia inasema kule kwenye nini? Biblia inasema kule kwenye kitabu cha Ezra na kitabu cha Nehemia. Anazungumza vizuri. Anasema wale watu kwa mkono mmoja walishika silaha na kwa mkono wa pili wakapigana vita. Wana mbinu ya kivita. Mkono mmoja walishika silaha. Mkono wa pili wanapigana, wanajenga, wanaendelea kujenga. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake hatuachi ujenzi wakati tunapigana vita, tunaendelea kujenga. Mimi nasema wengine wakajifunga silaha zao kwenye viuno vyao. Maana yake tafsiri yake nini? Mungu anataka ukiwa unaendelea na macho, endelea nacho, usiache kuendelea nacho, lakini endelea kupigana nini? Endelea kupigana vita. Kamata sadaka yako hapa. Tunaomba Mungu atutangulie. Kuna watu tunapita kwenye vita hapa. Kamata sadaka ya sasa, kamata sadaka. Kamata sadaka yako yote. Tumwambie Mungu atutangulie. Nataka Mungu akutangulie kupigania vita huko mbele. Hatuna muda wa kutosha. Lakini nataka kuambia neno moja. Usipigane kila vita. Usipigane kila vita kwenye maisha yako. Kuna vita nyingine zinakupotezea muda. Kuna vita nyingine unasema unajitetea. Hata ujitetee namna gani hauwezi kuelewa. Watu wabaya ni wabaya tu. Hata ujitetee mimi sikufanya. Na hapa mwingine anaenda mpaka na Biblia. Na hapa mimi sikusema. Hauwezi kuelewa. Vita nyingine achana nazo zipite katika jina la Yesu Kristo. Kama sadaka yako tuombe hapa. Simama ufanye maombi kidogo hapa. Umwambie Mungu tangulia mbele yako kupigana vita. Mwambie Mungu tangulia kwa hiyo sadaka. Mwambie Mungu nimekamata sadaka kwenye mikono yangu kwa ajili ya neno lako nililolisikia. Ama yabatanisha na neno hili. Mwambie Mungu naomba tangulia mbele yangu. Watangulie watoto wako wanaokutana na vita kwenye elimu. Wanaokutana na Mungu nitangulie kwenye biashara ambayo unakutana na upinzani mkubwa. Nataka umwambie Mungu tangulia, pigana vita yako. Pigana wewe. Nipiganie wewe Bwana, mimi ninyamaze. Nipiganie wewe, pigania watoto wangu wewe. Mungu sisi tunyamaze kimya, maana wewe ni shujaa wa vita. Hebu rudia na mimi Mungu, sema Bwana Yesu. Rudia tena kama kamanda wa Yesu basi, sema Bwana Yesu. Ninasimama Yesu na sadaka yangu niliyokamata kwenye mikono yangu asubuhi ya leo. Bwana Yesu, kama vile ulivyowatangulia wana wa Israeli kwenda Kanaani, na mimi Bwana naomba utangulie mbele ya maisha yangu. Naomba utangulie unionyeshe njia. Naomba utangulie unifungulie milango. Unipiganie vita vitakavyoinuka kwenye safari yangu. Bwana Yesu, pigana vita yangu. Pigana vita ya elimu ya watoto wangu. Pigana vita ya ndoa yangu. Pigana vita ya uzao wangu. Kwa damu ya Yesu. Haya, mwambie Bwana nitangulie. Pigana vita kwenye biashara. Mwambie Bwana nipiganie. Mwambie Bwana nipiganie. Vita ya maneno. Mwambie Bwana pigana hii vita. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Mwambie Bwana pigana. Mwambie Mungu ninakukabidhi hii vita. Ninakukabidhi hii vita kwenye maisha yako. Ukanipiganie wewe. Ukanitetee wewe. Kwa damu ya Yesu Kristo. Wa Nazareti aliye hai. Neema yako iwatetee watoto wako. Kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Damu ya Yesu ikapigana vita yao. Katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba hayo na tunaamini katika jina la Yesu. Na kila mmoja aseme amen. Mungu akubariki.